Haleluya. Mimi nakwambia Yesu bado watu hawajamfahamu. Sikiliza nikwambie hivi. Katika Mathayo 3:11 anasema mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Yule ajaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sawa? Wakati akizungumza na Yesu alikuja wakati wake au hakuja? Katika nyakati zake zile alikuja. Kama alikuja na yeye ndiye alimtabiri atabatiza, kwa nini katika Yohana 4:2 nasema Yesu hakubatiza mtu hapa? Kama pale dada aliyemtabiri Yohana alikuja enzi yake yakiwepo na hakubatiza kama Yohana alivyosema. What happened? Kuanzia mwanzo. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza. Sawa. Kwa hiyo Yohana na utabiri wake ni mongo. Katika Mathayo 3:11 kwamba mimi nabatiza kwa toba kwa ajili ya mnabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, yule ajaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Na ni kweli ajaye kaja wakati wa enzi yake na hakubatiza yoyote. Yohana mkweli mongo. Kwa nini unasema mkweli wakati hajabatiza mtu? Usijibu tu. No, just reason out. Yohana alisema inabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Sawa. Ajaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Sawa. Na kuuliza aliyotabiriwa kwamba atakuja, alikuja enzi ya Yohana au hakuja enzi ya Yohana? Alikuja. Kama alikuja ambayo tungemtegemea abatize kama Yohana alivyotabiri, Yohana 4 nasema hakubatiza mtu. Therefore what happened? Wewe John, wewe ndio wachungaji, sijibu maswali hapa. Mimi nawauliza wachungaji ambao vitu ndio mnafundishaga, nauliza maswali. Tunakwenda kwa logic. Hii ni logic. Mnakubaliana na utabiri wa Yohana Mbatizaji au hamkubaliani? Mnakubaliana. Ndio maana nikasema mnakubaliana. Na Yohana kweli kabatiza watu kwa maji. Sawa? Akasema yule ajaye, mimi nabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Yule ajaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Je, aliyotabiriwa na Yohana alikuja enzi yake au hakuja? Alikuja. Kama alikuja, kwa nini hakubatiza kama Yohana alivyotabiri? Mbona Yohana 4 hapo inasema kwamba hakubatiza mtu hapa ila wanafunzi? What happened? Nini kilimtokea? Yaani hapa hakuna kulala, unalala usiku kama vile mtu ulielewa. Umeelewa nini wewe? Ilitakiwa kutoka na maneno haya hapa, usifike nyumbani unasimama njiani kama yule mtu wa Kushi. Kwa sababu hujaelewa. Maana nimeuliza maswali ambayo Kiingereza wanasema ni profound question. Yaani maswali ya msingi. Sasa lazima ieleweke. Ndio maana nimekwambia watu hawamfahamu Yesu. Kwa maana ukimfahamu Yesu na maana utaweza kunijibia hili swali vizuri. Na utakuwa na sababu kwa nini yeye hakubatiza. Ni kweli hakubatiza mtu. Wanafunzi wake walibatiza, sio yeye. Yeye hakubatiza. Akiwepo na Yohana Mbatizaji na wanafunzi wake hakubatiza. Hilo watu hawajui kwa sababu hawamjui Yesu. Kwa hiyo kama hakubatiza mtu hapa, alibatiza lini yeye? Au utabiri wa Yohana ni uongo? Kama ni wa kweli, na maana somehow at what time alibatiza? Wakati gani alibatiza huyu Yesu kama alivyotabiri Yohana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipindi Yesu akiwa katika mwili huu hakubatiza, ila wanafunzi wake walibatiza. Nikumbuke mwili wa Yesu umepitia katika sehemu 3. Mwili huu wa udongo, alipozikwa akafufuka na mwili mwingine. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kuwatokea wanafunzi walikuwa wamejificha, akawatokea bila kugonga hodi, akasema amani iwe kwenu. Akamwambia wewe ni msukule au nini? Akasema mimi ni na mwili. Akamwambia hakikisheni kwamba na mwili. Wakashika wakaona kwamba na mwili wa nyama na damu. Akasema mna chakula? Afika kwamba mimi roho. Mna chakula? Wakampa samaki akala. Kwa hiyo mwili huu aliokuwa nao baada ya kufufuka ni tofauti na ule uliozikwa kwenye kaburi. Huo mwili aliofufuka nao alikaa nao siku 40 akizunguka huku na huku. Baada ya hapo akaomba kwamba Baba unirudishe kwenye utukufu niliokuwa nao mwanzo. Kwa hiyo alipopaa Yesu akarudi kwenye ule utukufu wake aliokuwa nao mwanzo. Siku ya 50, siku ya Pentekoste akashuka. Ndio ubatizo huo Yesu, ndio Yohana alitabiri kwamba mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini ajaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Yesu alibatiza siku ile ya Pentekoste. Aliposhuka ukaonekana ndimi kama ndimi za moto zikawakalia juu yao. Kwa Yesu alibatiza siku ya Pentekoste. Katika ubatizo huo damu ilikuwepo au haikuwepo? Kwa sababu ni mwili wake. Weka. Katika huo ubatizo damu ilikuwepo au haikuwepo?
ambayo watu yes brother, ilikuwepo kwa sababu tayari alikuwa kashasulubishwa. Damu ikamwagika, kwamba damu ilikuwa tayari ishaanza kufanya kazi. Sawa, hiyo ni jinsi ndio maana nauliza siku hiyo ya ubatizo wa mara ya kwanza kabisa, ubatizo wakati wa Pentekoste, zikaonekana ndimi kama ndimi za moto zikishuka zikakaa juu yao. Hapa unasoma kwamba kuna damu ilihusika, na damu yote imetajwa hapo katika huo ubatizo. Kwa hiyo tusemeje hapo? Ni nini hasa kinacho cha msingi? Ni vitu kama hivyo, kwamba inabidi sasa. Ndio maana nasema huyu Yesu watu hawamjui. Kitu gani kilimfanya hapa asibatize akiwepo enzi ya Yohana aliyemtabiri? Kwa nini hakubatiza mpaka kangoja kaenda juu? Ndio katika Pentekoste je, hiyo Pentekoste kushuka ni yeye alishuka au ni kitu kingine? Hivi vitu tunavyoongea, kama hukuvielewa, imani yako ni bure, haitakuokoa popote. Ndio kama unavyoona sasa, nataka tuokolewe katika magonjwa, katika umaskini, katika mauti, katika yani katika uoga, katika wasiwasi, katika mashaka. Tunatakiwa tuokolewe na hivyo vitu, na hivyo vitu watu vipo, havijabadilika kwa sababu ya kutokufahamu alichokifanya hapa huyu Yesu. Hawamfahamu, kwa hiyo alichokifanya hawakijui na hakishughuliki na shida zetu: umaskini, magonjwa, mauti, ujinga, wasiwasi, uoga. Hivyo vitu vipo. Biblia inasema ya kwamba mkiwa ndani yake ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukiwa ndani yake ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Saa hizi unamwona Mkristo gani ambaye mambo ya kale yamepita? Haleluya. Sasa kama hakuna ya kale yaliyopita, ina maana bado kuna shida hapa katikati. Ya kale yako vile vile tu, hayajapita chochote. Kwa maana anasema ukiwa ndani yake. Ni katika Wakorintho wa kwanza 5:17. Hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, Wakorintho wa pili 5:17. Ndio. Hiyo ni 17, lakini ukianzia 16 anasema hivi. Anza 16. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumtambui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa shida inatokea hapo kwenye 16. Anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa tulimtambua huyu Yesu kwa jinsi ya mwili, sasa hivi hatumtambui tena hivi. Ndio Biblia inavyosema.
Sijui kama ni watu wangapi ambao hawamtambui Yesu kwa jinsi ya mwili. Hata ukiomba unawaza Yesu wa Nazareti, yule kijana mrefu mwembamba ambaye manyoli amefika huku na amevaa kanzu, unaweka imagination kwamba anatembea kule Kapernaum na Galilaya na wapi na wapi. Wakati unapofanya maombi unamwazia kijana wa Kiyahudi ambaye aliwahi kutembea Kapernaum na Galilaya na wapi na wapi. Hiyo ndio mawazo nawaza wewe. Hapa imekwambia no. Anakwambia at one time kweli tulimwazia, tulimjua hivyo. Lakini hivi sasa no. Kama sasa humuwazii hivyo, unamwaziaje? Unamtambuaje huyu Yesu? Ili ya kwamba ukiingia ndani yake mambo ya kale yapite yawe mapya. Wakati alipokuwa hapa duniani na wanafunzi, watu walishindwa kuingia ndani yake. Walishindwa. Haikuwezekana watu kuingia ndani yake akiwa hapa. Haleluya. Mpaka kaenda juu kule. Alikumwambia Baba, nirudishe katika utukufu niliokuwa nao hapo mwanzo. Baba akampokea akamrudisha kwenye utukufu alikuwa nao mwanzo. Mwanzo huo Kutoka alikuwa anatembea katika kitabu cha Kutoka, anatembea na wana wa Israeli mchana nguzo ya moshi na usiku nguzo ya moto, alikuwa anatembea nao. Baada ya kuingia katika huo utukufu ndio akashuka sasa. Akashuka kuja kuwavaa. Wapenzi, sije mnanielewa ninachosema. Ameshuka kuja kutuvaa. Yaani kule kutuvaa ina maana sisi ndani. Yes, amekuvaa kama huyu bwana amevaa ile shati. Ukavaa shati kwa nje, mwili wake uko ndani ya shati. Haleluya. Ndio hiyo Yohana, ndio hiyo Wakorintho wa pili 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, tazama amekuwa kiumbe kipya. Mtu akiwa ndani ya, sio nje. Kuwa ndani ya alipokuwa hapa duniani haikuwezekana kwa sababu ule mwili ulikuwa kule Yerusalemu, haukufika Tanzania. Leo hii tunaongea habari za Yesu hapa na Marekani na Japani na wapi na wapi. Ni Yesu gani tunayemwongea hapo? Yuko duniani kote. Haleluya. Ndio huyu Wakorintho wa pili 5:16 anasema hata imekuwa sisi hatumtambui tena kwa jinsi ya mwili wa nyama na damu, ingawa mwanzoni tulimtambua hivyo. Sasa hivi hapana, hatumtambui tena hivyo. Ukimtambua kwa ile hali ya kwanza ni kwamba huwezi kuingia ndani yake. Huwezi. Maana alikuwepo hapa akashindwa. Wanafunzi wakashindwa kuingia ndani yake. Yeye akashindwa kuwavaa. Warumi 13:14 nasema bali mvaeni Yesu. Mvaeni Yesu. Wangapi wamemvaa Yesu? Wewe ukienda makanisa yote waulize, nyie mmemvaa Yesu nyie? Hao watakwambia tumevaa shati ya Kihindi. Nimevaa hii shati nguo, anakaa mtu anasema nimevaa bwana, nimejiremba mimi, wewe hii nguo hii gali mimi hii. Unaongea wewe, unatuuliza ongea, maana hii hata mwizi anavaa. Nguo hii mwizi anavaa, mchawi anavaa. Wewe unaulizwa umemvaa Yesu? Warumi 13:18 bali mvaeni. Ndio hapa sasa ukienda katika Wagalatia nakwambia ukibatizwa ndani ya Kristo Yesu umemvaa. Naona ukibatizwa ndani yake umemvaa.
Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni kwamba mtu atamani kwanza kumvaa, alafu ndio ujiulize namvaa kivipi, namvaaje. Mtu anatakiwa kujua kwamba kumbe kuna kumvaa Yesu. Ukishalijua hilo, utatafuta jinsi ya kumvaa. Lakini nje ya kumvaa, basi tunatembea uchi. Si bila yeye. Tunatembea uchi. Hata uvae manguo mangapi. Wengine wana mafundi cherehani wao, anasema wewe ndio sijui ni outfit, sijui outfit, sijui nini wanakiita. Mafundi cherehani. Anayejulikana wa kwake. Sasa fundi cherehani huyo anayejulikana wa kwako, huyo yeye ni fundi cherehani tu. Haleluya. Huyo ni fundi cherehani. Lakini kinachoongelewa hapa ni kinachoongelewa hapa ni sisi kumvaa Yesu. Kwa sababu hilo halifundishwi. Watu hatujamvaa. Kwa hiyo Biblia inasema tunatembea uchi. Hata uvae nguo ndefu, watu anachukua muda, wewe hujavaa nguo yako fupi, nguo yako siji nini, vaa maxi, wewe vaa maxi hata uvae chupi. Tena wajinkasirisha, nitakuja na chupi hapa. Niwasikie. Kwa sababu kama mnaongea habari za nguo, wewe umevaa nguo ndefu, umevaa nguo fupi, Mungu aongea habari ya hii nguo ya Muhindi. Hii ni fashion za wazungu. Kwani Mungu anaongea na fashion za wazungu? Biblia inakwambia kuna kumvaa Yesu. Mvaa Yesu. Kwa hiyo ukimvaa Yesu utaonekana umekaa tu vizuri. Hata umevaa manguo ya namna gani. Sasa nje ya mafundisho hayo inakuwa kidogo ni ngumu. Haleluya. Lakini Bwana Yesu ameshaandaa, yani ametuandalia mazingira, yani tunajitakia ni kumfahamu yeye na kilichomleta, ili kusudi tuweze tukaji, yani kuja kwake na sisi kumwamini. Nini tunachokitarajia? Yeye alikuja kufanya nini hapa, na mimi nimeamini. Kwa hiyo katika kuamini kwangu natarajia nini? Hakuna kitu tunachokingojea. Haleluya. Kuna kitu tunangojea. Kuna kitu ambacho tunangojea, ambavyo yeye ameshavisema, hiki kitakuwa hivi kwenu, kitakuwa hivi kwenu, kitakuwa hivi kwenu, kitakuwa hivi kwenu. Haleluya. Yani inatakiwa tukiomba tukemee ujinga na kufuta ujinga uondoke, maana akili zetu hazichaji vizuri. Haya mambo tunaongea ni mambo ya nyeti ya ndani, yanahusu uzima wetu. Watu hawazingatii kama wanavyozingatia biashara zao. Mtu kwenye biashara halali usiku anapiga mbinu za jinsi ya kwenda kufanya biashara afanikiwe. Habari ya huyu Yesu ambaye anakuletea uzima na uwe na biashara za kudumu, hakuna. Tunaziweka pembeni. Wewe unafikiri hivi tunavyoongea utavielewa saa ngapi kama utakuwa mtu wa kulala na uko hodari kwenye biashara, lakini hodari kama mambo ya Yesu haupo? Ndio hivyo ujinga unakwambia. Hiyo Mithali 9 anasema kwamba acheni ujinga, enyi wajinga, acheni ujinga wenu mkapate kuishi. Ina maana kushindwa kwetu kuishi na kifo chetu ni upumbavu katika Mithali 10:21. Una mtu anakataa hilo? Haleluya. Kuna ndugu yetu mmoja alikufa sijui wapi kule. Nikaenda nikawaambia, hii upumbavu tu. Wakataka nilipiga mawe, kanipiga mawe. Unatukana marehemu. Lakini ndio hivyo Biblia inakwambia pumbavu hufa kwa kukosa maarifa. Ujinga acheni ujinga nakwambia. Kwa sababu habari ya kuishi kwako, habari ya uzima wako Yesu ameshauzungumza. Unatakiwa ukamata alichokisema Yesu, basi ukaishi.
hiyo Yohana 6 inapozungumza Yesu kwamba ni chakula, umesikia makanisa mangapi wakihubiri hayo? Kwamba ni somo walihubiri watu watokee kuliamini. Wanapita kama vile haliko kwenye Biblia. Of course wanapita kwa sababu hawaelewi. Wanaongea habari za damu na shetani kawaweka pale kwenye damu. Wanajua hii damu haitafanya chochote. Kwa hiyo watu wanafahamu sana na habari ya damu. Na shetani akishajua hilo, anatia uzito watu kuelewa. Na watia watu wanapa hodari kuhusu damu. Kumbe in the wrong way. Hiyo damu. Sema damu inakufunika, damu haifuniki. Damu ikikufunika, mwili wake unafanya nini? Mwili wa Yesu. Haleluya. Ndio maana sasa ninakwambia kwamba wakati aliposhuka katika ule ubatizo sasa mara ya kwanza hiyo, alikuja kuwafunika watu, yani alikuja kukuvaa. Alikuja kakaa juu, amekufunika. Yani wewe ukajikuta ndani, umeingia ndani yake. Hapo ndipo uhai, ndipo unaishi, ndipo unatembea. Matendo 17:28. Haleluya. Naomba tuwe hodari katika hilo kwamba tunachokosa hapa ni ufahamu. Na kinachotupa sisi kuto kufahamu, kuna vitu kama vinne hivi. Kufahamu, yani ufahamu hatuna, kwa sababu kwanza hatuna walimu. Mwalimu wa kuongea kinachokiongea wewe hujawahi kumsikia. Haleluya. Kwanza walimu. Alafu pili, tuna akili ziko finyo. Akili zetu. Ndio maana kule Yesu aliongea nao katika Luka 24:48 asema kwamba akawafungua akili waelewe. Haleluya. Tatu, watu hawana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio ambaye anakuchambulia baada ya kuanza kutafakari, yeye anakuchambulia na kuweka kwenye kweli. Kwamba manangu hili liko hivi hata kama pale ukuelewa, lakini kiko hivi na hivi. Roho Mtakatifu hayupo. Nne, hatuna vitendea kazi. Wewe una Biblia hii tu moja. Biblia hii moja itakufundisha nini? Ukitaka kusoma nje ya kanisani, umetoka nje ya kanisa ile uko nyumbani kwako, unasoma Biblia hii peke yake hii? Peke yake hii huwezi. Lazima kama unayo hii, unatakiwa unazo kama 2-3. Moja ya Kiswahili, moja ya nini na lugha nyingine unajua, moja ya Kiswahili, moja ya Kiingereza na nyingine unayojua. Alafu unatakiwa uwe na dictionary inayokuelezea vitu ambavyo unasoma na huvielewi. Unaona? Kwa hiyo sasa vitendea kazi watu hawana. Hivi tunavyoongea hapa, ilitakiwa hivi uwe umeshapata viwe recorded, uende nacho nyumbani. Labda kuna eneo tumeongea, alafu ukifika nyumbani unafungulia. Sasa wewe unaenda kulala tu mpaka tuje tena kesho kutwa. Ndugu zangu, wewe uliona degree ya wapi mtu anasomea? Anauliza Kizito, wewe ulisoma Kizito mpaka wapata degree kwa style hii? Haleluya. Huwezi hivi tunavyoviongea huwezi kuvipata kwa style hii. Maana ni vitu nyeti. Masomo yake ni magumu. Biblia nasema kuna masomo ya maziwa, kuna masomo ya nyama na kuna masomo ya mifupa. Kama masomo hayo yapo, wewe una jitihada gani katikati ya kuchambua haya masomo sasa? Wewe unafikiri utapata ushindi kwa hivi unawenda? Ushindi upatikane. Na wakati shetani anajua kabisa wewe hili hujui. Na akishajua hujui, anaingia hapo kwamba wewe hujui. Si ujinga?
Haleluya. Shetani anajua kabisa huyu hiki hajui. Kwa hiyo ngoja niingilie njia hii, mlango huu yeye hajui. Ngoja niingie mlango huu yeye hajui. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa ufanye yani kazi ya ziada. Unatafuta elimu, unataka ikuokoe wewe na kizazi chako. Unataka umiliki duniani hapa. Utamiliki, kumbuka hii dunia ina wenyewe, shetani ndio mwenyewe. Na wewe unataka umiliki vya hapa ambavyo yeye ndio mwenyewe. Utavipokonya kivipi kutoka kwake? Hivi tu. No, you have to wrestle. Haleluya. Mimi naomba hapo watu changamke. Kadri tunavyokaa yanakuja mapya, kwamba kufikia eneo hili ambalo tunaloongea saa hizi kunahitaji vitu. Tunahitaji nini tulisema? Catalyst. Tunahitaji catalyst. Yaani ukienda kanisani ukiongea, jamani, we need some catalyst here ya katika eneo hili. Wewe watu kanisani ushasikia mtu anaongea catalyst? Tumefika mahali pa mambo magumu, na ili kusudi yaingie tunahitaji catalyst. Catalyst. Wewe tumeongea catalyst, wewe uko Moshi unakula Pasaka. Utajua wapi catalyst? Alikuwepo? Hakuwepo. Alikuwepo? Okay, tangawizi kwenye nyama. Magadi kwenye maharage. Hivyo ni vitu vya kukurahisishia uweze kulipata hili. La vipatikani hivi hamna. Kama unaenda umeweka maombi ya kufunga, weke maombi ya kufunga kwa sababu unatafuta ufahamu kama alivyofanya kina Daniel. Haleluya. Lakini natamani kila mtu angetoboa. Ila ukiniangalia tu hivi mimi najiuliza, huyu ananiangalia anaelewa kweli? Na kama huelewi, mbona huniulizi? Umenyamaza, unaondoka uelewi, unaenda mpaka nyumbani uelewi, unakaa mpaka unakuja kuongea kitu kingine na kile cha kwanza pia hukielewi. Kwani hapa tunafanyaje? Si hapa sisi tunajifunza. Kama tunajifunza, na maana wote tupate ufahamu na wote tumuvu pamoja. Kama nyuki wanapo transfer kutoka eneo kwenda eneo, wanaenda wote, hawabaki nyuma. Nyuki hawabakishani nyuma. Wakihama wanahama. Na sisi tunatakiwa hapa tukishaongea tunahama. Hatutaki tunahama wewe tunakuacha nyuma maana hujaelewa. Nataka tuende wote kwa pamoja. Kama wewe hujaelewa, na maana usimamisha, unasema hebu subiri, naomba urudie hapo ulipokuwa naongea, maana mimi sielewi, sijaelewa. Alafu tunarudia, tunatumia lugha mbalimbali, tunatumia sauti mbalimbali, ndio hizo catalyst tunasema. Sauti, inawezekana sauti yangu haieleweki vizuri, akasimama mtu mwingine akaongea na mwingine. Yes. Catalyst ni kama kichocheo, yani kitu kinachorahisisha kitu kingine kufanyika haraka. Mfano kama unapika nyama, sababu nyama inakuwa ni ngumu, unachukua tangawizi unaweka, au labda zile mboga nyingine kama majani ya maboga au visamvu, unakuta unatia magadi. Kwa hiyo yale magadi na ile tangawizi ndio kichocheo, yani kinafanya kile kitu kinaiva haraka.
Sasa catalyst kile ni Kiingereza, lakini kichocheo ni Kiswahili. Na katika kujifunza pia kunahitajika vichocheo mbalimbali ili uweze kuelewa haraka. Ukiona labda unafundishwa uelewi, unaweza pia ukafanya maombi ya kufunga ili ufunguliwe ufahamu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mimi swali langu limekaa hivi. Kwenye kitabu cha Yoeli ile sura ya 2, nafikiri mstari wa 32 au 30. Yoeli alikuwa akitabiri kwa habari ya ujio wa Roho Mtakatifu. Kwamba anasema itakuwa siku hizo za mwisho Bwana atakapowamwagieni roho wake, wazee wataota ndoto, asema mabinti watatabiri, vijana wataona maono. Sasa hapa nimesikia mtumishi, kwa sababu kweli sikuwepo siku za nyuma huku tangu umeingia kwenye hili somo la Pentekoste, amesema kwamba Roho Mtakatifu Yesu Kristo ambaye alitabiriwa na Yohana kwamba ajaye nyuma yangu atakuja kubatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Na ukasema kwenye kitabu cha Yohana kwamba mpaka Yohana anaondoka na Yesu mwenyewe anaondoka duniani hakuwahi batiza, ila wanafunzi wake ndio waliendeleza ile kazi ya kubatiza. Sasa kwenye Matendo ya Mitume siku ya Pentekoste pale Roho Mtakatifu alipokuja, hizo ndimi 7 hizo zinazosema kama ndimi 7, akashuka pale kwenye kusanyiko kama ndimi za moto. Ndio mtumishi amesema kwamba ni Yesu alikuja siku hiyo akiwa katika lile umbo. Na pia ukasema kule imeandikwa kwamba tumvae, Walumi umesema Walumi 13:14. Sasa swali langu ambalo nataka kuuliza au kujua, kati ya Roho Mtakatifu na Yesu tofauti yao kwa namna gani? Nauliza hivyo kwa sababu baada ya Roho Mtakatifu kuja pale kwa kina Petro, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Wale watu wa Kiyahudi walianza kuuliza, wanasema kwamba watu wamelewa. Alafu Petro akaanza kuambia kwamba hili neno lilikuwa lishatabiriwa, si ndio? Au nimekosea? Ina maana litabiriwa kwamba litabiriwa na nani? Na nabii Yoeli. Na Yoeli hakusema kwamba ni Yesu atakayewabatiza, ila Bwana anasema atawamwagia nini? Roho. Na Yohana naye anasema atabatiza kwa Roho na moto. Yeye alibatizaje sasa yeye? Yaani kwa sababu unasema nataka hapo tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Yesu. Sisi nitakuwa nimeeleweka nilivyouliza. Amina baba, asante. Nataka kujua tofauti ya Roho Mtakatifu na Yesu. Tofauti Yesu ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Nafsi ya pili Yesu. Na Roho Mtakatifu yupo. Sasa unachotakiwa kujua kwenye ubatizo, yani kwenye ubatizo watu hapo ndio wamepotea. Kwa sababu hawaelewi kwenye ubatizo nini kilitokea. Ukisoma pale inakwambia ghafla uvumi kutoka mashariki ukatokea ukajaza hekalu. Alafu kukaonekana ndimi kama ndimi za moto zikishuka za kukaa juu yao. Sawa? Kilichoonekana kinakaa juu yao ni nini? Ni Roho Mtakatifu au ni ndimi kama ndimi za moto? Alafu wakajazwa Roho Mtakatifu. Kumbuka Roho Mtakatifu wanamjazwa tangu Yohana 20, Yesu akiwepo hapa alishawapatia. Aliwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakungojea Pentekoste. Nisomee Yohana Roho Mtakatifu, Yesu akiwepo aliwaambia pokeeni Roho Mtakatifu akiwepo hapa. Hakungojea ubatizo. Yohana 20 21
Basi Yesu akawaambia tena, amani na iwe kwenu. Kama vile Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kuyasema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Unaona? Natosha dada. Akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Sawa? Kwa hiyo Roho Mtakatifu tayari walishapokea wao hapa. Lakini kinachokuja kushuka siku ya Pentekoste na kuonekana sio Roho Mtakatifu. Although kweli wakajazwa, walijazwa baada ya kitu fulani kufanyika. Sasa zile ndimi kama ndimi za moto ndio watu haliko ndani ya akili zao. Maana kilichoonekana, yani ina maana sasa katika ubatizo huo wa Yesu, mkuu pale sio Roho Mtakatifu, ila kulionekana kilichoonekana kwanza kinakuja na kikakaa juu yao, alafu wakajazwa. Kumbuka hii kujazwa wanaongezea walichukua wamekipata Yohana 20. Haleluya. Sasa hapo ndio bado watu wanapotea, wanaacha lile tukio muhimu la ndimi kama ndimi, wanachukua Roho Mtakatifu. No. Na Roho Mtakatifu huyu, kumbuka, Roho Mtakatifu huyu ni ndani, walijazwa ndani, lakini kumbe kinachoonekana kilikaa juu yao nje, la sivyo huko uchi. Ukisikia kwamba mvae Yesu, ina maana Yesu, mvae Yesu. Lakini ndani kumbuka unaye Roho Mtakatifu, lakini nje wewe uko uchi, kwa sababu Yesu hayupo kukuvaa. Hujamvaa. Kwa hiyo wewe umekuwa uchi hapa, shetani atacheza kila sindima anayotaka hapa. Umaskini, magonjwa, mauti, nini kwa sababu si uko uchi. Lakini ukimvaa huyu, Matendo 17:28 inasema kwamba ndani yake unaishi, ndani yake unatembea, ndani yake una uhai. Ndani yake, kwa sababu yeye kakuvaa kama ulivyovaa hiyo. Hiyo ndio kitu kimepungua kwa watu. Wanaongea habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kweli ndani, lakini ndani yeye Roho Mtakatifu. Nje mvaeni Yesu. Nje wa Galatia nasema ukibatizwa katika Kristo Yesu umemvaa. Sasa hiyo inatakiwa tuendelee kuongea tena na tena mpaka likae. Lakini na sasa wewe ukienda usiende kalale usingizi. Nenda katafakari, kwa sababu bahati mbaya hatuna vile tu vitu vya kurekodia. Tungekuwa tunarekodi, unafika nyumbani unasikilizia, unarudia kusikilizia kuona kwamba hapa ngoja nirudie tena. Kwa sababu tunaweza tukatokea kesho kutwa tukajifunza vitu vingine ambavyo sio hivi tena. Na hiki bado hujakifahamu. Na ndio maana kanisa la Mungu liko hivi mpaka saa hizi. Haonekani huyo Yesu tunayemhubiri, haonekani anachokifanya kwetu maishani. I can't see. Yaani I can't see. Umuulize mtu yote, wewe umeamini, umeokoka, umeamini, hebu niambie unachokiona na unachokipata ndani ya wokovu wako. Hawezi kukwambia. Kwa sababu hakuna kinachoonekana. Hakuna kinachoonekana kwa sababu umepokea isivyo. Labda walimu, ukupata walimu wa kukwambia, unakazana na Roho Mtakatifu wa ndani, unaacha nje. Na huku nje kumbe mwili unatakiwa ukombolewe. Yesu Biblia inasema tutakuwa wana tukishapata ukombozi wa miili yetu. Kwa hiyo na maana mpaka dakika hii wewe sio mwana. Kwa sababu mwili wako huu, mwili gani umaskini hivi, mwili gani mgonjwa, mwili gani mwili wa Mungu ndio uko hivi. Hakuna kitu kama hicho, si kweli. Biblia inasema kwamba
mtafanywa wana mkishapata ukombozi wa mili. Ukombozi wa mili. Roho hatuna shida nayo, lakini ukombozi wa mili yako, mwili wako ukombolewe. Hiyo Warumi 8 hiyo. Naona ndipo utakapofanyika mwana. Mwako una swali? Ngoja, Warumi 8:20. Nasema kwa maana wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Tunaugua katika nafsi zetu. Yaani na maana hili jambo natakiwa ulichukulia kwa uzito. Tunaugua nafsini tukitazamia kufanya wana, yaani ukombozi. Bwana Mungu wa mbinguni, hata mimi nikikaa hakuna mwili kama huu. Unaumwa na malaria kila saa, sijui vitu gani. Hakuna mwili kama huu. Bwana Mungu wa majeshi, hakuna. Kwa hiyo na maana hilo unalizingatia, unalichukua. Biblia inasema unaugua nafsini kwamba ni lini mwili huu utakombolewa ili kusudi niwe mwana. Kuna mwana wa Mungu gani mgonjwa kila saa? Kuna mwana wa Mungu gani masikini hata mchicha unashindwa kununua? Mwana wa Mungu gani? Hiyo hali unatakiwa uichukue kwa uzito kwamba Bwana Mungu wa majeshi, hata nashindwa kutembea, nashindwa kutangazia hata jirani, unashindwa kusema umeokoka. Umeokoka wapi? Jirani yako ana nafuu kuliko wewe. Akikuangalia tu anasema huyu wewe achana naye. Mimi ataniambia nini huyu? Kwa sababu hali yani huwezi kutangaza, unatangaza nini? Kwa hiyo sasa hiyo ikifika hivyo, ina maana unapokwenda mbele za Mungu unaenda kwa kilio. Mungu nashindwa kumweleza mtu, nashindwa kumweleza jirani, nashindwa kumweleza rafiki yangu, nashindwa kuwaeleza. Maana sasa watasema nini? Wataniangalia wataona nini? Sasa bwana, niende nisiende? Of course umeshatutuma twende. Niende nikajionyeshe nini hapa? Nikaseme mimi ninawe Yesu, umemfanyia nini? Hakuna. Unatoa mdomo tu. Unaenda na muujiza. Unaenda na muujiza mtu apone. Muujiza wa kwanza njaa. Je, umeweza kuwapa mkate? Wewe unaenda kuwaeleza wana njaa, unaweza kuwapa mkate? Au unaona unapiga mdomo halafu hapa unaomba sadaka? Kibakuli, yaani majitu hawana aibu hawa. Wanataka tu basi pale kibakuli jamani. Nisaidie mabetri. Wewe unamweleza Yesu gani? Unataka upate msaada wa mabetri? Hiyo injili mimi sifanyi. Fanye kabisa sifanyi. Betri nimekushinda kununua mpaka unaweza kuja kuiombea huko stendi. Na hapo sija hata unamweleza Yesu anafanya nini. Wewe unamwelezea Yesu kwako yeye anafanya nini mpaka unaomba kibetri huku. Haokoji, ndio hawezi kuokoka. Hawezi, wataokoka wapi? Wewe unaomba kibetri. Wanasema huyu ana njaa, mpeni. Kama una msaada tu mpe. Kwa sababu ana njaa. Anapiga kelele zake hapa, lakini ana njaa. Betri namshinda. Na kuna mweleza Yesu. Hata Yesu huyu atatenda muujiza gani? Muujiza hata wa kibetri kashindwa. Wewe Yesu huyu atafanya nini huyo Yesu? Yaani mimi kazi hiyo mimi sifanyi kabisa hata. Challenge ndio. Yaani wewe umekwisha kushindwa. Unakuja kwa kwenye kituo unapiga pepe. Hapo wewe utatenda muujiza gani? Muujiza betri umekushinda. Muujiza wa kwanza ulikuwa upate betri.
Muujiza wa kwanza ulikuwa upate betri. Umekushinda. Hapo utafanya muujiza gani? Of course. Tunaibisha kitu. Tunaibisha. Back. Haleluya. Naomba tumalizie hapo kipindi chetu, lakini niwaombe, yani Biblia inasema naugua nafsini, hiyo Warumi. Naugua nafsini mwangu nikitazamia kukombolewa kwa mwili huu, nifanyike mwana kwa mwili huu kukombolewa. Hakuna mtu anaongea hicho saizi. Wanaongea rohoni ndio nishasafishwa dhambi. Lakini habari hii ya umaskini na magonjwa na nini katika mwili huu nafanyaje? Biblia inasema kwamba naugua nikitazamia kufanywa mwana wakati mtakapopata ukombozi wa mwili huu. Lazima. Yaani nataka tumfanyie njuga kwa kweli. Mungu kama nikuja tulie mbele zake. Hii haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nataka kuongezea jibu katika huyu kaka alikuwa anauliza pale kwenye Yoeli 3:28 kwamba atamimina roho kwa wote wenye mwili. Na pale Yoeli kweli alitabiri na Petro akawa anasema hiki ndicho kilichotabiriwa. Lakini roho alikuwa anamiminwa kwa wote wenye mwili walioamini. Na tayari Yesu alishaanza kufanya hiyo kazi, kuachia wanafunzi wake pale tuliposoma Yohana 20:22. Sasa nilikuwa nataka nimalizie baba ulichokuwa unaongea hapo. Sijui tufanyeje, labda naona watu wanarekodi tuweze kupeleka kwenye mitandao. Maana mimi nikiwa nyumbani, kwa sababu mimi ninakuwa na Biblia na simu, sina vitu vingi vya kusoma, na redio nasikiliza. Na mara nyingi huwa nasikiliza redio za kiroho. Yaani ukisikiliza vitu vinavyoongelewa kwa habari ya Pentecoste inayosubiriwa na watu wako kwenye kujiandaa, yaani utasikitika. Mafundisho yaani vitu wanavyoelezea viko tofauti kabisa na jinsi ambavyo tunavyosikia hapa. Mfano nilikuwa nasikiliza kwenye Wapo Radio na wanatangaza kwamba tujiandae kupokea nguvu, yaani sio kuazimisha, bali ni kupokea kama walivyopokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza kabisa. Roho Mtakatifu alishuka siku hiyo. Yaani anasema Roho Mtakatifu tu. Sasa mimi nikawa nasema, huyu anasema tujiandae kupokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza alishuka siku ya Pentecoste. Kwanza sio kweli. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa anashuka hata kabla ya Yesu kuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapo kwenye Yoeli akasema kwamba atashuka kwa wote wenye mwili, lakini kabla ya wakati ule alikuwa anashuka kwa mtu mmoja mmoja. Mfano utasikia Roho wa Bwana akaja juu ya Samson. Unaona? Na karama zilikuwepo. Sasa hizo karama zilikuwa zinatendaje kazi bila Roho Mtakatifu? Walikuwepo watu wana neno la hekima, neno la maarifa, walikuwa na miujiza kina Elia. Ilikuwa ni Roho Mtakatifu huyo yuko juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nikaa na tafakari, nikasema huyu anayetangaza hivi ni askofu mkubwa, tena Dr. Profesa Gamanywa, kwamba watu wajiandae kupokea Roho Mtakatifu kama ilivyotokea kwa mara ya kwanza. Sasa nikasema mbona anadanganya watu? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwepo kwa watu, alikuwepo tangu mwanzo. Akamshukia Samson, mara kwa kina Gideoni, mara yani wote walikuwa na Roho Mtakatifu, alikuwa anakuja kwa vipindi kwa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yoeli akatabiri kwamba atakuwa juu ya wote wenye mwili, kwa sababu mwanzo hakuwa juu ya wote, lakini baada ya kumwamini Yesu unapokea Roho Mtakatifu. Kimwamini Yesu unapokea Roho Mtakatifu, lakini kipindi cha nyuma alikuwa anakuja kwa baadhi ya watu kulingana na jinsi Mungu alivyokuwa anataka kumtumia. Sasa nikasema ina maana hata huyu askofu aelewe habari za Roho Mtakatifu. Sasa habari ya moto anaijua kweli? Kwa mimi nikisikia ile tangazo nasikia kuumia, nasema hivi hawa watu tutawafunguaje? Alafu unawaelezaje? Kwanza watu wenyewe ni maprofesa, madokta, yani wanavyo ambavyo kwa kweli huwezi kuwasogelea. Ila labda kupeleka hizo habari mtandaoni watu wakawa wanasoma na kulinganisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi kama imenisikitisha, kwa sababu wanasema kama alivyoshuka kwa mara ya kwanza siku ya Pentecoste
kila mmoja atamani Roho Mtakatifu amshukie. Sasa mimi ile ya kusema kwa mara ya kwanza nikaona anawadanganya watu, kwa sababu haikuwa mara ya kwanza. Yesu mwenyewe aliwaacha wanafunzi tayari wana Roho Mtakatifu pale, na alipokuwa na watuma wanaenda wawili wawili, Roho Mtakatifu alikuwa juu yao, ndio maana alikuwa ndani yao, ndio maana walikuwa wanatenda miujiza. Kwa sababu huwezi kusema neno la kuponya bila Roho Mtakatifu kufanya hiyo kazi. Na walienda wakarudi wakasema tumeona miujiza inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuendelee pia kuwaombea Mungu awafungue, kwa sababu ana makundi makubwa ya watu. Alafu sasa wanawafundisha mafundisho yako chini ya viwango ambayo hawezi kuwafikisha katika ushindi. Amen. Mwalimu, shida anatokea kujua kushuka juu na ndani iko tofauti. Naona kuna juu na ndani. Katika Matendo ya Mitume 1:8 nasema nanyi mtapokea nguvu atakaposhuka juu yenu. Juu, sio ndani. Jamani wapenzi, si Kiswahili kinaeleweka? Katika ile Luka 24:44 anasema msitoke mkae mpaka mvikwe. Unaona? Mvikwe. Sio ndani. Haongea habari ya ndani. Kuvaa ni nje, mpaka mvikwe nguvu. Luka 24:49. Nasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Nawaletea juu yenu, lakini kaeni huku mjini hata mvikwe. Swala hapa ni tofauti, inatokea kwenye kuvikwa. Mtu hatofautishi kuvikwa na kuingiziwa ndani. Lakini basi mimi nafikiri tuzidishe tu kuomba na sisi wenyewe tukamilishe tu katika hiyo. Tuelewe Bwana anaposema zikaonekana ndimi zikiwakalia, hiyo ni juu, sio ndani. Mtapokea nguvu akishakuja juu yenu. Mtapokea nini akisha kuvikwa? Mtavikwa nguvu juu, mtavikwa juu, sio ndani. Kwa hiyo hata huyo aliyekuwa anafundisha habari za Roho Mtakatifu anawaambia mtapokea Roho Mtakatifu, sija aliwaambia mtapokea juu, lakini sasa ndio hivyo wanaacha vile vitu muhimu. Ukiongea habari ya Roho Mtakatifu kushuka, kitu muhimu umeacha. Roho Mtakatifu na ukiweka na, ina maana ni vitu viwili umeshaviunganisha. Kuna Roho Mtakatifu na kuna moto. Roho Mtakatifu na sufuria na kikombe, kijiko na msahani, vitu viwili. Alafu vitu viwili vimechukua nafasi wapi na wapi? Haleluya. Tujitahidi, yani huo ufahamu tukiupata, huo ndio utakaotufungua. Biblia inasema mtafahamu kweli na kweli itawaweka huru. Hiyo itatuweka huru. Haleluya. Kwa hiyo yani mimi nakwambia ikiwa ni hivyo, kwa kweli yani hupati shida. Yani shida hupati. Naona unachukua, unamiliki vya duniani. Haleluya. Kule hapo tu waliniandikia, wanafanya interview, akasema wewe huwezi kufanya kazi kwa sababu hujawahi kufanya tena kwenye ndege na kwenye uwezi. Wakanikataa kwenye hiyo interview. Nikarudi hapa nikasema watoto njoni, tukakaa kwenye meza. Nikasema wanamkataa Yesu. Hawa ni akina nani wanamkataa Yesu? Mimi hawanitaki. Na wafukuza kazi.
walionikataa, si director wafanya interview, wananikataa mimi, nikataa Yesu. Baada ya kufanya maombi, nakaa wiki moja wakaniandikia barua. Mr. Moshe, we are glad to say that we have re-examined, we have received selected, njoo anze kazi. Nikaenda, wakaona kwamba sasa nafaa. Pumbavu, unanikataa vitu vya baba yangu. Mimi nimeacha sigara kule, sigara nilikuwa nafanya sigara Sarajeti, nilikuwa napenda sigara, yani zile mashine nilizifahamu, nilikuwa niko tayari kufanya kazi bure, hata msinilipe. Nifanye tu bure. Kwa sababu jinsi nilivyoipenda hiyo kazi, nilikuwa niko tayari nifanye bure, wasinilipe chochote. Nilipenda. Lakini sasa kwa sababu ya wokovu, naacha sigara naenda kule, alafu wewe unasema hunitaki huku. Subutu yako. Kwa hiyo huku wakanichukua. Nikaenda kule hapo nikakutana na mhaya mmoja, akasema no, I don't think you can manage kwa sababu wewe tena. Maana na yeye aliniuliza maswali yale yale. Wewe ulishafanya huko? Hapana. Ulishafanya huko? Hapana. Ulishafanya huko? Hapana. Sema nikamwambia bwana mkubwa, naomba nipe mwezi mmoja tu. Hii nafanya bure. Give me 1 month bure. Nitafanya bure. Alafu nitaondoka zangu. Kwa hiyo nikaenda pale ndani ya mwezi mmoja, nikawaonyesha muujiza. Ule unawesema ni wewe niandike. Akaambiwa na Mhindi Mpakistani, muandikie Moshe barua ya kumkonja na kumshukuru kwa sababu kamefufua sijini. Andika barua, kaandika barua. Jinga nini? Kazi ya baba yangu unaweza kuni. Nikaenda Amsterdam, brother, ndege kaniacha pale Amsterdam. Ndege kaniacha mimi. Ndege ya baba yangu. Nikasema hapa Amsterdam siladi tena leo. Naondoka. Naenda Marekani, alafu ndege imeniacha. Alafu anasema hamna tena nyingine mpaka kesho. Na mimi sina hela ya kula. Nikasema hapa siladi. Ndege iliondoka ni ya baba yangu. Kwanza nikakaa pale kwenye waiting area, nikasema hiyo ndege itaenda itarudi, kwa maana ije kanichukue hapa. Wewe kuniambia naniacha vipi? Mimi ndio mwenyewe. Nikakaa nikaangalia. Nikasema tarudi. Msinileteza kuleta. Wewe ndege, huwezi kuniacha hapa. Ya baba yangu, mtarudi hapa. Nikaendelea kukaa. Nasubiri irudi. Wale maskari kule hapo waka naniangalia tu kwamba ndege shaenda, watu wameondoka. Sasa huyu Mswahili huku anafanya nini? Au ni mwizi nini? Wakakaa kwa pembeni wananiangalia. Labda mimi ni mwizi. Kwa sababu ndege shaondoka na mimi nangojea nini hapo? Mimi nangojea irudi. Sasa kwa kadri ninavyoendelea kupaa juu, nikasema itaenda kujeuza, itarudi. Ikaishia mpaka kelele sisikii. Nikasema inaonekana lakini hapa silali. Nikatoka, nikaenda kumwambia wale wanao checking pale kwamba ndege imeniacha na mimi nilikuwa niende Marekani, ndege imeniacha. Sasa hebu niangalizie kesho ipo. Akapiga pale. Akasema Mr. Moshe, you are lucky. Nikamwambia, yes, what happened? What happened? There is this flight which is going to leave right. Akaanza kujikipasa. Calling passengers traveling to America. There's a DC-8 going right now, sijini nini. Wakatangaza pale kuna DC-8 inaondoka inaenda Marekani. Saa hizi baada ya nusu saa tu itaondoka, sijini nini. Wakatafuta wakapiga. Wakapatikana watu 12 tu ambao wako pale. Tukapanda DC-8, nikapanda kule, nikasema nimesema mimi silali hapa. Mna adabu. Mimi sema silali hapa mimi.
nikapanda nikafunua yale maviti yanakaa msururu, nikalaza, nikalala, nikasema please don't disturb mimi hapa, hii heka iliyonipata mpaka na safiri sio mchezo, kwa hiyo msiniamshe. Kwa hiyo ile iliyoniacha imeenda imefika imekaa masaa mawili, si tukaingia na hiyo DC8. Vitu vya baba yako, hivi ni vitu vya baba yako. Hata kukuletea za kuleta. Haleluya. Kwa hiyo naomba wewe ukae katika kujifunza ukimfahamu Bwana. Yani